Ramani ya nyumba ya vyumba vitatu ya gharama nafuu sana. Mjenzi wa Nyumba TZ leo imekuletea ramani ya kisasa kabisa ya nyumba ndogo ya gharama nafuu sana. Kabla ya yote naomba uweze kusubscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uweze kupata notification kila ninapoposti video zinazoelimisha kuhusu ujenzi wa nyumba bora na za kisasa. Itazame vizuri sana muonekano wa hii nyumba, ni lazima utaipenda. Kila ninachokitaja humu ndicho kilichopo kwenye ramani ya nyumba hii. Na ikiwa sijakitaja, tambua hakipo katika ramani ya nyumba hii. Ramani ya nyumba hii inaficha bate pande tatu. Nazo ni upande wa mbele ya nyumba, upande wa kushoto wa nyumba na upande wa kulia wa nyumba. Nyumba hii inamwaga maji upande wa nyuma wa nyumba. Ramani hii ni ya vyumba vitatu vya kulala, na katika vyumba hivyo vyote ni vyumba vya kawaida vya kulala. Vyumba vina ukubwa wa futi 12 kwa futi 8. Hakuna master bedroom. Ina sebule moja, public toilet, yani kile tumezoea kuita choo cha wote. Veranda moja ya mbele ya nyumba, corridor moja. Nyumba hii imedesainiwa kwa lengo la kutumia mtu mwenye familia ya ukubwa wowote. Naweza kusema nyumba hii inamfaa mtu anayeanza maisha au alianza maisha muda mrefu, lakini awe na familia. Kwenye muonekano wa mbele wa nyumba hii, ni nyumba yenye utofauti mkubwa na zile zilizozoeleka mitaani. Ukiangalia nyumba yote ni nyumba ya kisasa sana na inavutia kutokana na jinsi ilivyodesainiwa. Imedesainiwa kwa ubora wa hali ya juu, inatumia material kiasi sana. Ikiwa wewe kiwanja chako ni kidogo au kipato chako ni kidogo au ni cha kawaida, hii nyumba inakufaa kwa sababu ya uchache wa material yatakayotumika. Kwa hiyo gharama za ujenzi ni ndogo. Inahitaji mtu aliye na kipato cha kawaida au kidogo, na inatosha kwenye kiwanja cha kuanzia mita 13 kwa mita 15 au zaidi ya hicho. Unabakiwa na eneo dogo kwa ajili ya matumizi yako mengine. Inatumia eneo la square mita 62.3. Ina urefu wa mita 11.5 na upana wa mita 6. Inatumia bloko 915 za msingi na bloko 1915 za kuta na kutungilia, au ile tunaita kukazia ukishapiga kenchi kama hapa unavyoona kwenye hiyo video. Jumla nyumba yote inatumia tofali bloko 2830. Inatumia mifuko 20 ya sementi kwenye ujenzi wa msingi na mifuko 26 ya sementi kwenye ujenzi wa kuta na mifuko 10 kwa kazi yote ya zege. Jumla ya mifuko yote ya sementi ni 56. Inatumia nondo 20 za milimita 12 kwenye nguzo, slabu na beam. Mchanga tipa 2 na kokoto tipa 1. Inatumia mbao za kenchi 40 na mbao 26 za papi. Pia inatumia bati pisi 34 za futi 10. Vipimo vya paa vimezingatiwa kutokana na ukubwa wa nyumba. Pia madirisha, nguzo, ngazi na ukubwa wa vyumba vipo katika vipimo standard vinavyoendana na ukubwa wa nyumba. Hata muonekano wake wa nje na ndani ni wa kuvutia sana, kama wewe mwenyewe unavyoona. Tuache ujenzi wa kujenga kwa mazoea bila kutumia ramani. Jitahidi kuweka utofauti kidogo mtaani kwako, hata kama uhitaji nyumba zenye mambo mengi. Ubunifu ni muhimu ili uweze kuwa na utofauti na nyumba nyingine katika mtaa unaojenga. Na ramani ya hii nyumba ipo na imekizi vigezo vyote vinavyokubalika na serikali ili kukuwezesha kupata kibali cha ujenzi kwa wale waliopo mijini. Na hii nyumba ina full budget kuanzia ujenzi wa msingi hadi paa. Ikiwa unahitaji, wasiliana na mimi kwa namba hizo unazoziona ili uweze kuipata. Pia ninachora ramani za nyumba aina zote na kujenga nyumba za aina zote. Ukihitaji ramani utapata na bajeti yote ya hii nyumba, na kutumia kwa njia ya WhatsApp, email au Telegram. Inakufikia popote ulipo duniani. Kwa elimu zaidi usisahau kulike, kucomment na kushare account hii ya Mjenzi wa Nyumba TZ.
Pia unaweza kunifuatilia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kwa jina moja tu la Mjenzi wa Nyumba TZ. Kwa mawasiliano zaidi wasiliana na mimi kwa kutumia namba hizi unazoziona kwenye screen yako. Kumbuka, nyumba bora hujengwa na fundi bora. Asante sana kwa kunisikiliza na karibu tena kwa video zaidi na zaidi. Shukrani.